Ndugu zangu katika Kristo, leo tuko na makala iliyoandikwa bila Kristo hauwezi kuishinda dhambi mwenyewe. Makala hii inaanza na mstari huu wa Biblia, waraka kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Lakini atendaye dhambi ni wa Ibilisi, maana Ibilisi ametenda dhambi tangu mwanzo, lakini mwana wa Mungu alikuja duniani kuiharibu kazi ya Ibilisi. Biblia inasema katika Warumi 8:7 kwamba mtu katika asili yake ya kibinadamu hana uwezo wa kufanya kile ambacho Mungu anataka tufanye, lakini kwa bahati mbaya, sembuse bila kujua, kwenye mengi ya majumba ya ibada, hapa nazungumzia imani zote, makuhani wake wanahubiri toba ya kuacha dhambi, kwamba siku za mwisho zimewadia, tuache dhambi tugeukie utu wema. Waumini wa mafundisho haya bila kutarajia wanaishia kujaribu kuitii sheria, yaani masharti magumu ya kuudhibiti mwili, yaani usizini, usinywe pombe, usiibe na kadhalika. Wanaanza kuwadhihaki waishio kwenye dhambi, wanaishia kukemea waathirika wa dhambi na kuwaona kama wanajiendekeza wenyewe na kwamba wakiamua kuacha dhambi kwa hiari yao wanaweza. Hii sio kweli, na toba ya kweli haipo hivyo. Unaweza kudhani kwamba ni mkusanyiko tu wa tabia mbaya ambazo zinaweza kuondolewa kupitia kuchagua kutenda mema, lakini dhambi si tabia, ni asili. Kwa sababu dhambi ni sehemu ya ubinadamu wetu ulioanguka. Mwanadamu hawezi kibiolojia na kiroho kuikomesha mwenyewe bila kujali anatamani kuacha kwa kiasi gani. Huu ni ukilema mwanadamu. Warumi 7:18 inasema hivyo, inatuambia najua kwamba hamna jema lolote ndani yangu mimi kadiri ya ubinadamu wangu, kwa maana ingawa nataka kufanya jambo jema siwezi kulitekeleza. Sasa basi, ili kuikomesha dhambi lazima uue mwili na uishi rohoni, kitu ambacho mwanadamu wa kawaida hawezi. Hiyo ni kulingana na Wagalatia 5:16-17, inathibitisha mwenendo wenu na uongozwe na Roho, nanyi hamtafuata tena tamaa za kidunia, maana tamaa za kidunia hupingana na matakwa ya Roho, na matakwa ya Roho hupingana na tamaa za kidunia. Mambo hayo mawili hayaafikiani. Kwa sababu hiyo hamwezi kufanya yale mnayotaka nyinyi wenyewe. Naam, kufikia hapo tumejifunza ukweli wa kwamba kuacha dhambi sio swala la maamuzi binafsi bali ni la kiroho. Wacha turudi nyuma kidogo, tutazame hiyo dhambi ambayo ni uasi, hiyo kulingana na waraka kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa 4. Asili yake ni wapi na ina maana gani kwetu? Na kwa nini mwanadamu hawezi kuiacha mwenyewe kwa hiari yake? Na mwisho tutaangalia namna ya kumgeukia Mungu na kuishinda dhambi kabisa. Uasi wa mwanadamu na jinsi umetuathiri. Tukisoma kitabu cha Mwanzo tunaona kwamba katikati ya bustani ya Edeni iliyomea miti ya kupendeza palikuwa na miti miwili, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hiyo ni kulingana na Mwanzo 2:9. Hiyo miti iliashiria nia mbili: nia ya kuongozwa na Roho ambayo tamanio lake ni uzima wa milele, na nia ya kuongozwa na kufuata tamaa ya mwili ambayo huleta kifo. Sasa kuna kielelezo ambacho nimekichora hapa ambacho kitakusaidia kuelewa hiyo nadharia. Sawa? Katika kielelezo nikachora upande wa kushoto huu ni mzabibu na upande wa kulia huu ni mfigi. Hizi ni ishara tu. Huu mzabibu ukaashiriwa na Wagalatia 6:8 ambao ni mti wa uzima, na huu mti wa ujuzi nikauandikia Wagalatia 5:19-21. Yaani mtu akila tunda la mti huu basi anapata uzima milele, na kila mti huu basi ndo mti wa ujuzi. Na nini kinazungumziwa nitakusomea. Nitaanza na Wagalatia 5:19-21 ambayo inasema hivi: atakaye kula mti huu sasa, basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati, uchafu, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, mafarakano, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Na waonya, kama nilivyokwisha waonya kabla, kwamba watu watendao mambo kama haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Nikija kwenye Wagalatia 6:8, Biblia inasema mtu apandaye katika tamaa za mwili atavuna kutoka katika mwili uharibifu, lakini yeye apandaye katika Roho atavuna kutoka katika Roho uzima wa milele. Hili ni tunda la Wagalatia 6:8 ambalo ni tunda la mti wa uzima wa milele. Sasa Mwenyezi Mungu aliwaruhusu wanadamu wale matunda yote bustanini isipokuwa mti mmoja tu
wa ujuzi. Mungu aliposema tusile mti wa ujuzi, alitaka mwanadamu ale matunda ya mti wa uzima, ambayo ni sakramenti ya ushirika wa milele naye, mwanadamu akiishi katika mpango kamili wa Mungu bila hatia ya dhambi. Mwanadamu sasa, badala ya kuruhusu roho imuongoze, akauruhusu mwili. Mwanzo 3:6 anatuonyesha wazi kwamba sababu ya Hawa kulila lile tunda sio hekima peke yake, bali lilikuwa la kuvutia machoni. Hivyo kwa kuongozwa na macho ya mwilini, anaishia kuzaa tendo la mwilini la ulafi. Kumbuka, walipewa kula matunda yote kasoro huu, maana yake hakuwa na njaa, right? Na rasmi, kwa kuwa mwanadamu anaofahamu hatia ya dhambi. Okay, hapo pia naomba wewe kwa mtazamo wako pia niandikie niandikie tendo gani lingine la kimwili ambalo Hawa alilifanya nje ya ulafi. Na tunaendelea rasmi. Kwa kuwa mwanadamu anaofahamu hatia ya dhambi, akaanza kuibeba mwenyewe, na hapo dhambi iletayo kifo inaingia ulimwenguni. Hiyo ni kulingana na Warumi 6:23. Sasa dhambi, ambao ndio uasi, ukamtenganisha mwanadamu kutoka kwa Mungu. Hata watoto wa Adamu walipozaliwa nao walirithi matendo ya mwili ya wazazi wao, na rasmi tukaona mtoto wa kwanza wa Adamu anamuua mdogo wake kisa wivu, na wivu ndio huu hapa ambao umetajwa katika Wagalatia 5:19 mpaka 21. Bado tuko katika ule mti wa ujuzi, tunaendelea. Wanadamu wote wanashindwa kuufikia uadilifu wa Mungu kwa kuwa ni familia moja na wanashiriki DNA moja ya kiroho. Mungu akaileta sheria kwa Israeli. Dhumuni sasa, baada ya kutazama juu dhambi, tuangalie sheria ilikuja kufanya nini. Kwa hiyo kichwa cha habari cha hii sehemu inasema Mungu akaileta sheria kwa Israeli. Dhumuni sio kuishinda dhambi, bali kuimulika dhambi. Mungu wetu ni mpenda uadilifu na haki. Hiyo ni kulingana na Zaburi 89:14. Misingi yake havunji. Baada ya Adamu mpaka kipindi kabla ya Musa, uovu uliendelea kuwepo, si ndio? Kupitia Nabii Musa sasa, sheria ya kusema usifanye nini na ufanye nini inatambulishwa nchi ya Israeli. Lengo la sheria haikuwa kuishinda dhambi, bali ilikuwa kuonyesha wana wa Israeli standard ya Mungu na kumulika uovu na dhambi za mwanadamu. Kwa lugha rahisi, sheria ilikuwa ni kioo. Hiyo ni kulingana na Warumi 3:20 nitakusomea. Maana hakuna binadamu yoyote anayekubaliwa kuwa mwadilifu mbele yake Mungu kwa kushika sheria. Kazi ya sheria ni kumwonyesha tu mtu kwamba ametenda dhambi. Sheria kutoa Israeli peke yake ilikuwa ni kwa sababu wao walitakiwa wawekwe wakfu, Yeremia 2:3, ili dunia nzima ikaokolewe kutoka dhambini. Soma Mathayo 1:21, mara baada ya masiku zalio kwao kwa hawa Waisraeli. Yanajaribu kusema kwamba Israeli kupewa sheria ni kwa sababu walibidi wawekwe wakfu, wapakwe mafuta sawa ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, watengeneze tabanako, wajifunze jinsi ya kuiendesha na kuiweka madhabahu katika hali ya usafi, ili dunia nzima ikaokolewe kutoka dhambini. Soma Mathayo 1:21. Sasa nitakusomea mistari miwili, Yeremia 2:3 na Mathayo 1:21, ili upate kuelewa nini nilikuwa najaribu kusema. Tuanze na Yeremia 2:3. Biblia inasema, Israeli walikuwa utakatifu kwa Bwana, malimbuko ya uzao wake. Wote watakaomla watakuwa na hatia, uovu utawajilia, asema Bwana. Kwa kimombo tunasema Israeli walikuwa ni the first fruit. Kwa hiyo tuje kwenye Mathayo 1:21. Naye atamzaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Malaika Gabrieli anamwambia, anampasha habari Mariamu. Kwa hiyo kumbe, ukisoma Isaya 2:3, Biblia takatifu inasema sheria itatoka Sayuni, neno la Bwana linatoka Yerusalemu. Neno anayezungumziwa hapa sio usemi wa ulimi, ni Masihi mwenyewe. Ndiyo maana katika ile Yohana 1:1 inasema, hapo mwanzo alikuwako neno, naye huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nikakupa dondoo kidogo hapa. Masihi aliahidiwa kuwa agano kwa taifa la Israeli. Ile Isaya 49:6 inafunua mpango wa Mungu mpana zaidi, kwamba anakwenda kuokoa dunia nzima, hata watu wa mataifa ambao walikuwa wakiishi katika dhambi na hawakujua ukweli, kwa kuwa Mungu hakujifunua kwao. Tukisoma ile Isaya 42:6 na Isaya 9:1-3, imetupa watu wa mataifa tumaini la kutembelewa na mwanga mkubwa ambaye ni Yesu mwenyewe, kama ambavyo Yohana 1:9 inathibitisha. Huu ndio mwanga halisi, mwanga unaokuja ulimwenguni na kuangazia watu wote. Sasa hili tumaini la mwanga mkubwa
nitakusomea Isaya 42:6 na Isaya 9:1-3. Tuanze na Isaya 42:6. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Hapa ni Mwenyezi Mungu anazungumzia huyu Masihi ambaye atamleta duniani kwa jina lake. Nitasoma Isaya 9:1-2, sitafika mpaka ya 3. Hapo mwanzo aliingia katika nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Huku ni Kapernaum, wanaita Kapernaum, sijajua matamshi yako vipi hasa. Baada ya Yesu kukataliwa kwake kule Nazareti, ikambidi aende Galilaya ya watu wa mataifa. Galilaya ya mataifa ndio huko Kapernaum, ambapo ndio injili na alianza kuhubiria huko, na ndio huo mwanga ambao uliwafikia watu wa mataifa, mwanga mkubwa. Tunaendelea. Masihi Yesu Kristo anatukomboa na dhambi kwa agano lake. Neno la Mungu linasema na kama kwa kutii kwa mtu mmoja watu wengi walifanywa wenye dhambi, kadhalika kutii kwa mtu mmoja kutawafanya wengi kuwa waadilifu. Warumi 5:19. Yaani mstari unajaribu kuzungumzia kama ambavyo wanadamu walikuwa wamedondoka baada ya Adamu na Hawa kudondoka, na Adamu ambaye ndiye kichwa, huyu ndiye mtu mmoja ambaye alifanya wengi wenye dhambi baada ya yeye, kwa maana yeye ndo akaja kazaa watoto walioanguka kupitia damu yake. Vivyo vivyo Yesu Kristo naye mmoja, lakini kupitia yeye watu wengi wanafanywa waadilifu. Hapa najaribu kukupa nadharia nzuri, ikujengee nadharia nzuri kwamba inawezekanaje mtu mmoja akaokoe wengi. Basi swali hilo utalijibu kwa kupitia inakuwaje mtu mmoja Adamu adondoshe dunia yote. Tunaendelea. Kabla ya kuja Masihi, manabii wa Kiebrania walizungumzia agano jipya wakisema kwamba siku moja Mungu angetimiza ahadi zake zote, akitengeneza uhusiano wake na watu wake na kuwabariki mataifa. Hiyo ni Yeremia 31:31 mpaka 34, Ezekieli 36:22 mpaka 32. Kwa hapa nitasoma Yeremia 31:31. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Nitaendelea 32. Si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambako agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Naendelea 33. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Na kuja ya mwisho mstari wa 34 huo, wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Sasa agano hili jipya litakuwa ni la milele, si ndio? Mungu ataandika sheria yake mioyoni mwa watu wake. Ataleta msamaha kamili wa dhambi na kumuinua mfalme mwaminifu kutoka kwa Daudi, ambaye atarejesha yote yaliyovunjwa. Sasa Mwenyezi Mungu asema katika Ezekieli 36:27, nitatia roho yangu ndani yenu, nitawafanya mfuate kanuni zangu na kuzingatia maazimio yangu. Sasa hapa tunapata taswira kwamba kufuata matakwa yake mtu hawezi mpaka roho ya Mungu ikae ndani yake. Sikia, nitatia roho yangu ndani yenu, nitawafanya mfuate kanuni zangu na kuzingatia maazimio yangu. Maanake roho yake ikakaa ndani yako, ndipo unapofuata maazimio yake. Mwenye kuzindua hilo agano jipya ambalo lilizungumzia kwenye hiyo Yeremia na kutia huyo roho wa Mungu ambaye imezungumziwa kwenye Ezekieli 36 sio mwingine bali ni Masihi Yesu, mwana wa mtu. Hata Yohana Mbatizaji alishuhudiwa hilo na Mwenyezi Mungu, ndio maana alisema, mimi ninawabatizeni kwa maji kuonesha mmetubu, lakini anayekuja baada yangu ana nguvu kuliko mimi, nami sistahili hata kubeba viatu vyake. Yeye atawabatizeni kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mathayo 3:11. Yesu alizindua agano jipya kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Soma Luka 22:20 na Waebrania 9:15. Na kupitia kifo chake msalabani, ukimtazama yeye na kumwamini, anakuzaa au kukubatiza upya katika Roho.
na hiyo ndio sababu pia ilimpendeza afe kwa ajili yako. Mwanadamu amepewa mti mwingine. Kama ambavyo mwanadamu alidondoka bustanini kwa kuchuma na kula tunda la mti wa ujuzi, vivyo hivyo kupata msamaha wa dhambi na kurejeshwa ukapandwa mti mwingine, msalaba. Na tunaweza kusema Yesu Kristo ndiye tunda lenyewe, na kama tunda la uhai, ili nalo Mwenyezi Mungu ameruhusu tulile ili tupate uhai ndani yetu na tufanyike upya. Ndiyo maana Bwana Yesu anasema katika ile Yohana 6:53, kweli nawaambieni, msipokula mwili wa mwana wa mtu na kunywa damu yake, hamtakuwa na uhai ndani yenu. Sababu ya kula mwili wake na kunywa damu yake ni nini? Jibu linapatikana kwenye Yohana 6:56. Anajibu wazi, aolaye mwili wangu na kuinywa damu yangu akaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake. Kama nilivyokwisha kusema, tunapompokea Kristo Yesu, yeye anatubatiza na Roho Mtakatifu katika mchakato ambao Roho wa Bwana anatusafisha kwa moto kama fedha na dhahabu zifanyavyo. Ndiyo maana katika ile siku ya Pentekoste ndimi za moto ziliwaka juu ya watakatifu, kuashiria hiki ninachokisema. Nitakusomea hiyo Zakaria 13:7-9. Amka e upanga. Hapa ni Mwenyezi Mungu anasema, amka e upanga juu ya mchungaji wangu na juu ya mtu aliye mwenzangu, asema Bwana wa majeshi. Mpige mchungaji nao kondoo watatawanyika, nami nitaugeuza mkono wangu juu ya wadogo. Hata itakuwa ya kwamba katika nchi yote mafungu mawili yatakatiliwa mbali, nao watakufa, asema Bwana, lakini fungu la tatu litabaki humo. Nami nitalileta lile fungu la tatu na kulipitisha katika moto, nami nitalisafisha kama fedha isafishwavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribiwavyo. Wataliita jina langu, nami nitawasikia. Mimi nitasema, watu hawa ndio wangu, na watasema, Bwana ndiye Mungu wangu. Sasa kwa kutupitisha kwenye tanuri la moto, tunaingia tukiwa na impurities au tuseme uchafu, ila upande wa pili tunatoka wasafi, na kuanzia hapo rasmi tunaanza kuzaa tunda la Roho ambalo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste, tukisoma ile Matendo sura ya 2, Mungu alimwaga Roho wake juu ya wote wanaoamini, sio tu Israeli. Roho yake ukaa ndani ya waumini akitimiza ahadi ya kuandika sheria ya Mungu mioyoni mwao. Hiki ndicho tunachokiita neema, yaani mwanadamu amepata msamaha wa dhambi na kukombolewa kutoka dhambini na kurudishwa katika kuongozwa na Roho bila juhudi zake mwenyewe. Neema inayoongelea hupokelewa kupitia imani katika Yesu Kristo. Kumbuka nilikwambia mwanzoni, namna pekee ya kushinda dhambi ni kufanyaje? Ni kuongozwa na Roho. Kwa hiyo hapa Yesu baada ya kutubatiza ile siku ya Pentekoste, tunaanza kufanyaje? Kuongozwa na Roho. Tumerudishwa katika hali yetu ya mwanzo ya usafi. Waefeso 2:8-10 nasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Sasa tunahesabiwa haki au tunafanywa waadilifu kwa kumwamini Yesu Kristo. Hiyo ni kulingana na Wagalatia 2:16 na Warumi 5:19. Ukiwa kama muumini wa chaneli hii, huu mstari wa Wagalatia 2:16 jitahidi ufahamu. Nitakusomea. Hakikisha unakaa katika tafakuri yako. Hali tukijua kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Sasa bila kubatizwa na Roho Mtakatifu na kuongozwa naye, wewe sio wake Yesu. Hiyo ni kulingana na Warumi 8:9. Na pia sio wana wa Mungu. Hiyo ni kulingana na Warumi 8:13-14. Naomba utazisoma kwa wakati wako. Kumwambia mwanadamu acha hiki, usifanye hiki, usiguse kile, ni sawa na kumtakia kifo tu, maana hataweza mwenyewe nje ya Yesu Kristo. Wakolosai 2:20 inatuasa, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu, mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mnayojitungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia zile tamaa za mwili. Yaani hata mwili udhibiti kwa ukali upi, bado kuzizuia zile tamaa za mwili ni haiwezekani. Kwa hiyo inabidi turudi rohoni, tumpokee Kristo, tumkubali, yeye ndo atupitisha katika moto na kutuondolea impurities zote. Sasa tuje kwenye kiini cha
makala yetu. Ufanye nini sasa ili uishinde dhambi? Hapa nimeandika mambo makuu matatu ya kuzingatia. Jambo la kwanza, tubu na jikane nafsi. Waefeso 1:18 inasema, amini Injili iletayo ukombozi, mpokee na ukiri kwa kinywa chako Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Warumi 10:9-10 inasema, kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu, utaokoka. Maana mtu huamini kwa moyo akafanywa mwadilifu, na ukiri kwa kinywa akaokolewa. Tubu dhambi zako, kiri imani, sema kwa sauti na maanisha kwamba umempokea. Bwana Yesu asema mtu yoyote akitaka kuwa mfuasi wake lazima ajikane mwenyewe, au chukue msalaba wake amfuate. Hiyo ni Mathayo 16:24. Dhamiria kuacha dhambi. Onyesha kuchukizwa na uovu. Yaani dhamira yako iwe kwenye kuacha dhambi. Weka nia ya dhati ya kuacha na kisha muombe Bwana akupitishe katika moto kama ile la Zakaria tuliyosoma ya 13. Muombe akushindie. Nia yako njema itaufanya mwili wako dhaifu, umpishe Roho Mtakatifu afanye kwa niaba yako. Kujitwika msalaba kuna maana gani? Shuka ili apande. Kiri udhaifu ili afanye kazi ndani yako. Anza kwa kuwasamehe waliokukosea na omba msamaha uliowakosea. Mathayo 6:14-15. Ukikiri imani tu bila kusamehe, bila kuwa na nia ya dhati, wewe ni mnafiki. Yesu anasema, maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Mathayo 6:14-15. Ndio maana Yesu anasema katika ile Mathayo 18:8-9, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sasa isali ile sala Baba yetu. Hiyo ni Mathayo 6:9-13, na hakikisha kila unachokisema unakimaanisha. Kumbuka, shetani ndiye mshtaki wako. Usiposamehe, usipotubu kweli, bado anakuwa na mamlaka juu yako, ataendelea kukutawala. Sasa hapa nakupa ushuhuda wangu. Takriban miaka miwili nyuma, kabla ya Yesu kunitokea katika njozi tarehe 7 Juni 2024 na kunifundisha juu yake, nilikuwa mdhambi mno, nilikuwa mwasherati, nilitumia miadarati na pombe. Yesu alinipa Wagalatia 2 nisome. Nikaisoma yote, na ule mstari wa 16 unaosema ninahesabiwa haki mbele za Mungu kwa imani yangu kwa Kristo ulinipa msingi wa kuamini kwangu. Ila nilipoendelea kuisoma barua hii ya Mtume Paulo kwa Wagalatia, nikaifikia Wagalatia 5:16. Huo mstari uliniambia kwamba nikiongozwa na Roho Mtakatifu nashinda tamaa za mwili. Nikaamini, kisha kwa moyo wa dhati nikatubu na kumwomba Mungu huyo Roho wake, na ndani ya lisala maombi dhambi zangu zilinivuka kama vazi. Mwili wangu ulikufa ganzi, nikajiona mwepesi, na uasherati, pombe na kuvuta vikanivuka hapo rasmi. Jambo la pili la kuzingatia, penda kusoma, kusikia na kutafakari neno. Kumbuka, hapa ninakutajia mambo makuu matatu ya kuzingatia ili ya kuyafanya sasa ili uishinde dhambi. Kwenye kusoma sasa na kusikia na kutafakari neno, hapa nitatumia vipengele viwili kukujengea uelewa mzuri. Kipengele A, inakupasa ufahamu kwamba unapoisikia na kuiamini Injili Mathayo, Marko, Luka na Yohana, ndipo utaweza kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Tukisoma Waefeso 1:18, Biblia Takatifu inasema, ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, Injili ya wokovu wenu. Baada ya kuamini mlitiwa muhuri ndani yake, huyo Roho Mtakatifu mliyeahidiwa. Ndio, Injili ni msingi kabisa. Injili ni habari njema ya mwana wa Mungu kushuka. Yaani Injili ndio inaitaja hapa. Mwana wa Mungu kushuka kutoka mbinguni na kuzaliwa duniani na mwanamke, akabatizwa, akahubiri, akafanya miujiza ya uponyaji na akateswa, akasulubiwa na kufa msalabani, na siku ya tatu akamfufua. Mungu akamfufua kutoka wafu, kisha akapaa mbinguni. Ukiamini hivi basi utaokoka. Hiyo ni Warumi 10:9-10 kama nilivyokusomea hapo awali. Hili tunaweza kuthibitisha sasa kupitia kile kisa cha Jemedari Kornelio, ambaye yeye mtu wa mataifa, baada ya malaika kumtokea na kumwamuru amtafute mtume Kefa ambaye ana habari za ukombozi. Kefa alipoitwa na jemedari huyo, mara baada ya kusikia habari njema kutoka kwa mtumishi wa Mungu, familia ya jemedari inapokea Roho Mtakatifu, kisha wakabatizwa na maji baadaye. Hata wewe fanya sawa. Soma Injili kisha amini. Kipengele B, neno ni uhai na ushindi dhidi ya dhambi, kulingana na Hosea 4:6, Hosea 6:6 na Torati 6:6-9. Lakini pia kwa kusoma Zaburi 119:9-11. Sasa nitakusomea hii Zaburi ya 119:9-11 baadaye. Kwanza nikusomea Hosea 4:6 na nitakusomea Torati 6:6-9. Hosea 4:6 inasema,
Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usio kuhani kwangu. Kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Yani hapa kukosa maarifa, Mungu anazungumzia maarifa ya kiroho, maarifa ya kumjua yeye na kujua sheria yake. Hakuwa anazungumzia maarifa ya kibinadamu. Tuje Hosea 6:6 ambayo na yenyewe inasema, maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Kumjua Mungu, mjue Mungu kwa kufanyaje? Kusoma neno. Tuje Torati 6:6 mpaka 9. Kumbukumbu la Torati 6:6 mpaka 9 inasema, na maneno haya nayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketiko katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nawe yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Kwa hiyo hapa Mungu anamwamuru kwamba yawe katika moyo wako, yaani neno la Mungu likae ndani yako. Sasa tukisoma ile Zaburi ya 119:9 mpaka 11, Biblia inasema, jinsi gani kijana ataisafisha njia yake? Kwa kutii, akilifuata neno lako. Kwa moyo wangu nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo ili usitende dhambi, ficha neno lake moyoni mwako. Ujue kusoma neno la Mungu na kuliweka moyoni ni vitu viwili tofauti kabisa. Kusoma hukupa maarifa, kuweka moyoni hukupa mabadiliko. Kumbuka Yesu anasema maneno yake ni roho na ni hai. Hivyo unaposikia injili na kubadilisha kutokea ndani, ni chakula cha roho. Soma Warumi 10:17. Imetufunza imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hivyo penda injili. Hii ndio habari njema iletayo ukombozi. Warumi 10:17 inatufunza kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hivyo penda injili, hii ndio habari njema iletayo ukombozi. Tunakuja jambo la mwisho la kuzingatia. Mkatae shetani na ila zake kwa kuvaa silaha alizotupa Mungu kulingana na Efeso 6. Omba ulinzi na ushindi pale unapohisi kujaribiwa. Inakupasa ufahamu jinsi majaribu yanafanya kazi kwanza. Ujue hapo ulipo kuna vita kali kati ya mwili wako na roho. Wagalatia 5:17. Kwa hivyo ukiona umejawa na tamaa, usidhani ni Mungu anayekujaribu. Yakobo 1:13 mpaka 15 inasisitiza, kama mtu akijaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na uovu, wala yeye hamjaribu mtu yoyote. Lakini mtu hujaribiwa anapovutwa na kunaswa na tamaa zake mbaya. Tamaa ikiiva huzaa dhambi, nayo dhambi ikikomaa huzaa kifo. Kwa hivyo tamaa zako ndo chanzo. Kama umempokea Kristo, utaweza kujidhibiti bila shida yoyote. Mfano, vijana wengi wanaendeshwa na dhambi za uzinzi. Tena inaweza isiwe kitendo chenyewe, ikawa tu kumtamani mwanamke au mwanamume kimapenzi. Hapo ushaanguka na tayari unakuwa umelichafua hekalu la Roho Mtakatifu ambalo ni mwili wako. Hiyo ni kulingana na waraka wa kwanza wa Korinto sura 6 mstari wa 19. Kutazama mwanamke au mwanamume sio shida. Shida inaanza pale unapoanza kuwaza uzinzi. Ili usifike huko, tazama mara moja tu, maana kutazama ni fahari ya macho. Usigeuze shingo yako kwa mara ya pili. Maana yangu, unapotazama mtu kwa mara ya kwanza ni kawaida na hapo huwezi kuwaza lolote baya. Ila unapotaka kutazama mara ya pili, hapo ndipo tamaa inakuingia. Tamaa yako kikufosi kutazama kwa mara ya pili, sali moyoni kwamba Roho Mtakatifu, mwili wangu ni hekalu lako, si uwanja wangu wa kuchezea. Mimi ni wa Yesu, si wa tamaa zangu. Ninageuza macho yangu na moyo wangu kwako. Nasimama kinyume na dhambi ya uzinzi kwa jina la Yesu. Na hapo nimemaliza makala hii. Nitakupa cha mwisho. Yesu alituasa tuwe wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni. Kwa njia ya neema Yesu ametukamilisha, lakini inatupasa tuzae matunda yapasayo toba, yaani tuonyeshe kwa vitendo kwamba tumetubu. Kwa hivyo sali sana, funga, jitoe na onyesha upendo kwa ndugu, jamaa na marafiki. Asante.